alitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi. Kwa maondoleo ya dhambi, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo kusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, likamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Isaac Amani na askofu wetu msaidizi Prospalimo na watolelo wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani kwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyowaambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Bwana
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili niingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Bwana Mungu hakumwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, akatukirimia mambo yote pamoja naye.
The Jubilee Prayer. Father in heaven, in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken us, pilgrims of hope, yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternal blessed, be glory and praise forever. Amen. Tunakusihi utupe rehema yako ili sakramenti unayotulisha hapa duniani itufanye tuwe washiriki wa uzima wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tukae watoto. Tumsifu Yesu Kristo.
Yaani wameinuna hao. Au nimwambie tuongeze siku za nani tusifunge leo bwana. Si ndio jamani? Mungu ni mwema. Weka mikono bwana juu. Mungu ni mwema. Kila wakati. Asili yake. Wow. Tumsifu Yesu Kristo. Haya basi, kwa namna ya pekee tusubiri kwanza. Kwa namna ya pekee tupende kumshukuru Baba Padre kwa adhimisho la misa takatifu kwa kipindi hiki cha robo muhula. Tunawashukuru pia na mapadri wote, nadhani utafikisha shukrani zetu. Wanafunzi wote pamoja na stafu tunawashukuru sana kwa ukarimu wenu wa kichungaji mnaoendelea kutuonyesha hapa shuleni Kanosa. Sasa leo tumpongeze yale makofi ya kufungia. Sisi tunampongeza Baba Padre makofi gani ya kufungia shule? Yapi? Ya mvua? Au yale twende makofi ya mvua, twende 1 2 3 4 5 hands. Wow, very nice, very nice. Sasa basi, kama nilivyowaambia mwanzo wa misa, kabla tujaanza ibada tutatembelewa na mgeni wetu anatokea Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Nikisema Radio Maria Tanzania, unasema sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Yaani unasema mpaka mabati yanakaribia kuangua. Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Vizuri sana. Basi kwa namna ya pekee nitamkaribisha, amekuja na ujumbe. Kwanza na shukrani, pia atakuja na ujumbe, atatuambia ni ujumbe gani aliyotuandalia. Mara baada ya hapo basi, baada ya misa tutakuwa na igizo la njia ya msalaba, lakini tutakonfirm vizuri baada ya misa. Wangapi wanapenda igizo la njia ya msalaba? Yes, kwa hiyo tutasikiliza kwa utulivu kabisa. Leo tutaletewa igizo la njia ya msalaba. Tuko pamoja.